Jeshi la ulinzi la Israel IDF limethibitisha kumuua kiongozi wa Hamas katika ukanda wa Gaza na mkuu wa tawi la kijeshi la kundi hilo Izz al-Adin al-Haddad katika shambulizi la anga lililofanyika usiku wa kuamkia leo mjini Gaza. Kwa mujibu wa taarifa ya IDF, Haddad aliyekuwa mmoja wa makamanda wa muda mrefu zaidi ndani Hamas aliuawa katika kile kilichoelezwa kuwa shambulizi la usahihi mkubwa lililofanywa katika mji wa Gaza. Jeshi hilo limemtaja Haddad kuwa mmoja wa wapangaji wakuu wa mauaji ya kikatili ya Oktoba 7, likidai kuwa alikuwa na jukumu kubwa katika kupanga na kuendesha mashambulizi dhidi ya raia wa Israel pamoja na wanajeshi wa IDF. Haddad alichukua nafasi ya mkuu wa kijeshi wa Hamas na kiongozi wa kundi hilo Gaza baada ya kuuawa kwa Mohamed Sinwar mwezi Mei mwaka 2025. IDF imesema katika miezi ya hivi karibuni Haddad alikuwa akifanya juhudi za kurejesha uwezo wa kijeshi wa Hamas pamoja na kupanga mashambulizi mapya dhidi ya raia wa Israel na vikosi vya jeshi. Taarifa hiyo pia imedai kuwa Haddad alikuwa akihusika moja kwa moja katika mfumo wa kuwashikilia mateka wa Israel waliotekwa Hamas, huku akidaiwa kujizunguka na mateka hao kama njia ya kujilinda dhidi ya kuuawa. Jeshi la Israel limesema Haddad alikuwa mmoja wa viongozi wa mwisho waandamizi wa Hamas waliobaki ambao walihusika katika kupanga na kusimamia mashambulizi ya Oktoba 7 pamoja na operesheni za mapigano dhidi ya IDF ndani ya Gaza. Wakati huo huo, mkuu wa majeshi ya Israel Luteni Jenerali Eyal Zamir amepongeza operesheni hiyo akisema ni mafanikio makubwa ya kijeshi yaliyotekelezwa kwa ushirikiano wa Southern Command, kitengo cha ujasusi, jeshi la anga pamoja na Shin Beti. Katika tathmini ya kiusalama iliyotolewa na IDF, Zamir amesema jina la Haddad lilikuwa likitajwa mara kwa mara na mateka wa Israel waliorejea kutoka Gaza, wakimtaja kama mmoja wa watu muhimu waliohusika na mashambulizi ya Oktoba 7. Leo tumefanikiwa kumwondoa. IDF itaendelea kuwafuatilia maadui wetu na kuwawajibisha wote walioshiriki katika mauaji ya Oktoba 7, amesema Zamir. Aidha, Zamir ameagiza Southern Command kubaki katika hali ya juu ya tahadhari kutokana na hofu ya uwezekano wa Hamas kulipiza kisasi kufuatia kuuawa kwa Haddad. Tayari picha zimeonyesha kuwa mazishi ya Haddad yamefanyika huko Gaza.